Kuna watu leo wana macho sio ya kawaida, akikuangalia tu namna hii anakufyonza nguvu ya roho. Yaani ule uwepo wake anapokuangalia tu namna hii, amepewa macho ya kijini, ya kishetani, macho ya nyoka. Na wakizaa watoto wao wanafanana vimacho. Kuna watu kabisa hata akizaa vitoto vyake anafanana kwa sababu na vyenyewe ni nyoka. Tabia hiyo hiyo, roho mbaya hiyo hiyo, uharibifu ule ule, nia ya kuua ile ile. Ndio maana mtu anapozaliwa na Kristo, Biblia inasema anazaliwa mara ya pili. Na haitoshi tu kuzaliwa mara ya pili, bado Biblia inasema kinachofuata anafanywa upya. Ule utu wa kwanza unatakiwa tena kuondolewa. Haleluya, haleluya. Ile asili ya kwanza ya mtu ndani inaondolewa, ile baki ile asili ya Mungu ndani yako. Amen. Amen. Tuna kazi mno. Ndio maana wale wafalme wa kwanza kwenye Biblia, neno la Mungu linasema walitawala, walipokufa watoto wao wakashika nafasi zao. Na yeye Biblia inasema akaanza kufanya mfano wa matendo ya baba yake, akaziendea njia zote za baba yake, akawakosesha watu kama baba yake, akaanza kuua manabii kama baba yake, akaanza kupinga kazi ya Mungu kama baba yake. Yote afanyayo ni mapenzi ya baba yake. Ukija kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazozitenda, na mapenzi yake ndiyo mnayoyatenda. Anawaambia hivyo wale watu, sio wewe sasa. Haleluya, haleluya. Ndio maana Mungu anasema hapana kabisa shirika kati ya nuru na giza. Ukiona mtu ana ushirika na giza, ukiona, ijapo usiseme, elewa tu hamna kitu hapo. Haleluya, hamna kitu hapo. Hamna. Na katika hili nitawasaidia hata vijana wangu wa kike na wa kiume walio katika kanisa, wanaotegemea kwenda kwenye mahusiano ya ndoa. Mwe makini sana na hawa watu. Atakuja na maneno mazuri, utaona umepata mchumba mzuri, maneno ya mwanzo huwa ni mazuri. Ishi naye. Ishi naye. Utatafuta mtu mkabidhi na itashindikana. Kuna kitu kilishaonekana ndani yako, kuzimu inakifuatilia. Namna gani watakichukua? Hapo ndipo anajua ndio penye senta nzuri ya maisha mwanadamu. Kwa sababu kila mtu ndoto yake ni awe na ndoa nzuri, awe na mke mzuri, mume mzuri, wanayependana, wafanye maisha mazuri. Amen. Unanielewa vizuri? Akwambia ambacho unafahamu.